Natumai mzima wa afya, mtazamaji wetu wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha Pambanua, kipindi ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Naitwa David Ramadhani. Karibu sana. Pambanua ni mahususi zaidi kuzungumzia masuala ya sheria na masuala yanayohusiana na haki za binadamu. Na leo hii tunajikita katika kutazama utekelezaji wa sheria, utekelezaji na usimamizi wa viwango vya ajira hapa nchini Tanzania. Tunaitazama utekelezaji na usimamizi wa viwango vya ajira hapa nchini Tanzania. Kuzungumzia hili tunaye wakili kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Masud George. Karibu sana bwana Masud. Asante sana bwana Ramadhani. Kama nilivyokueleza kwa awali, fatana nasi, hususan wewe mwajiri au mwajiriwa, ili kwa namna moja au nyingine utaweza kufaidika na namna gani ajira yako inavyolindwa, sheria zinasemaje na nini hasa unatakiwa ufuate wewe kama mwajiri au mwajiriwa. Tuanze kuitazama kwanza dhana nzima ya ajira. Kisheria ninyi wana sheria ajira rasmi imetafsiriwa kama nini? Okay, asante sana. Kwanza tunaposema ajira rasmi au ajira kama ajira, tunasema ni kazi yote ambayo mtu anafanya akiwa chini ya aidha taasisi fulani au yeye mwenyewe kujipa hiyo kazi, lakini iwe ni kazi ya halali inayomuingizia kipato katika kuendesha maisha yake ya kila siku. Ndio kusema kwamba ajira inakuwa hivyo. Kwa ajira ni shughuli yote ambayo mtu anaifanya kwa ajili ya kipato, kwa ajili ya kuendesha maisha yake ya kila siku. Naam, safi sana. Tuitazame sasa, baada ya kuieleza hii ajira. Watu wengi sana tuwalenge wale ambao kaajiriwa aidha kampuni, taasisi binafsi, serikalini au ya zauma na dhidi ya mtu mwingine. Kwa sheria gani ambazo zinamlinda au zinalinda au zimezungumzia ajira? Sheria ambazo zinazungumzia ajira nchini Tanzania, kwanza kabisa tunafahamu kwamba kuna mkataba wa kimataifa unaosimamia masuala ya ajira ambao inasimamiwa chini ya shirika la kimataifa la ajira ambayo inaitwa ILO. Katika shirika kuna mikataba ya kimataifa ambayo inaitaka nchi ambazo ziko chini ya Jumuiya ya Madola kuhakikisha kwamba zinafuata taratibu za ajira ambazo zimetengwa, ambazo zimewekwa na hii mikataba ya kimataifa inayohusiana na masuala ya ajira. Sasa mikataba ya kimataifa imeweka wazi kabisa kwamba kuna viwango ambavyo nchi wanachama zinatakiwa zifuate au ziweke katika mifumo yake ya sheria au iweze kuiridhia kuhakikisha kwamba mikataba au kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanaweza kulindwa na sheria katika kazi wanazofanya. Sasa katika hii mikataba ya kimataifa ambayo iko chini ya taasisi ya kazi ya kimataifa ILO, sisi wa Tanzania kama wanachama wa Umoja wa Mataifa tumeweza kuridhia mikataba hiyo na kuiweka katika sheria yetu ya kazi ambayo ni sheria namba 6 ya mwaka 2004. Katika sheria hii tumeweza kuweka viwango maalum vya ajira ambavyo inatakiwa mwajiri aina yote yule aweze kuhakikisha kwamba anavifuata. Lakini pia tuna sheria namba 7, sheria taasisi za kazi, ambayo sheria hii yenyewe imetengeneza vyombo ambavyo kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba inasimamia utekelezwaji wa sheria hii. Lakini vile vile nchini Tanzania tuna sheria ya mikataba sura 345. Sheria hii yenyewe inazungumzia namna gani mikataba iweze, kwa sababu tunaamini kwamba ili mtu aweze kuajiriwa ni lazima awe na mkataba ambao utaonyesha kwamba ni kazi zipi ambazo yeye atafanya na ni kwa muda upi na stahiki zake zitakuwa ni zipi. Wale wanaopeana mikataba ya mdomo vipi? Hiyo inatambulika pia kisheria? Inatambulika, lakini nadhani tutafika huko. Tutaona na kuaje pale ambapo mtu anapewa mkataba wa mdomo. Lakini vile vile sheria nyingine inayosimamia masuala ya ajira nchini Tanzania pia ni sheria ya usalama ya afya na usalama mahala pa kazi ambayo inasimamiwa na watu wa OSHA. Vile vile tuna sheria ya mazingira na yenyewe pia ni mojawapo ya sheria inayosimamia utaratibu mzima wa kazi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Hii sheria tunaita ni sheria ya usimamizi wa mazingira. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sheria ambazo zinasimamia mwenendo mzima wa ajira nchini Tanzania, lakini pamoja na kanuni zake tofauti. Umezungumzia swala la viwango. Sasa hii mikataba unasema imeweka viwango. Viwango vipi? Ni nini? Hebu tufafanulie. Okay, asante sana. Kwanza unajua ukiangalia katika sheria yetu ya ajira na mahusiano kazini, sheria namba 6 mwaka 2004 haijaweza kutoa maana ya neno ajira, maana ya neno mkataba haijaeleza kabisa. Isipokuwa katika kifungu cha 14 cha sheria hii namba 6 ya mwaka 2004 imetoa tu namna gani mkataba uweze kuwa. Kumbe masuala ya mikataba yote yamesimamiwa na sheria ya mkataba sura 345
ambao ukiangalia kifungu chake cha 10 imeeleza wazi kabisa kwamba mkataba wowote ili uwe halali kisheria au tambulike kisheria ni lazima kwanza kabisa uwe na pande zote mbili. Na hizi pande mbili ziwe zimeridhia au zimefikia muafaka wa nini ambacho watafanya, wamekubaliana kwa hiari. Lakini pia kifungu hichi cha 10 cha sheria mikataba inasema kwamba lazima mkataba uonyeshe stahiki za huyu mtu ambaye wameingia mkataba watu wawili, aidha kama ni mwajiri na mwajiriwa. Kwa hiyo lazima mkataba uonyeshe stahiki za huyu mtu, tukimaanisha kama ni masuala ya ajira tunamaanisha mishahara lazima ionyeshwe. Lakini vile katika kifungu cha 10 inaenda mbali zaidi, inasema kwamba ili mkataba huu uonekane basi kwamba ni halali kisheria, ni lazima pia uweze kuonyesha kwamba kile kitu ambacho yule mtu anakwenda kufanyia kazi kiwe ni halali kisheria. Yaani maana yake ni kwamba leo uweze kumwajiri mtu kazi ya kutengeneza gongo ukasema kwamba tayari huyo mtu kwa hiyo kile kitu ambacho anakifanya lazima kiwe halali mbele ya sheria. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia, sio mtu sio akasema kwamba kumbe kitu cha namna hii, kumbe akampa mtu kazi ya kutengeneza gongo au kufanya kazi ya kusema madawa kulevya akasema kwamba kwa hiyo kumbe kile kinachofanywa lazima kiwe halali mbele ya sheria. Lakini pia wale ambao wanaingia kwenye mkataba huu, hao wanaokubaliana kufanya kazi, lazima wawe ni watu wenye uwezo huu, wenye capacity tunasema kwa lugha nyingine, kwamba wawe na uwezo tunaanza kwa mfano kiumri, kwamba tunaamini katika sheria yetu ya mikataba inasema kwamba mtoto mdogo au mtu mwenye chini ya umri wa miaka 18 akiingia mkataba na mtu yote, mkataba fanya jambo lolote, mkataba ule ni batili, kwa sababu yule mtu tunaamini bado hana uwezo wa utambuzi wa kipi ambacho atapaswa kufanya. Kwa hiyo lazima watu wao ndio ambao wanaingia mkataba lazima wawe ni watu ambao kisheria wametimiza umri ule ambao unatambulika kisheria. Kwa hiyo kwa kuelezea sheria ya mkataba ndio inasimamia sasa dhana nzima ya maana ya mkataba kama nilivyoeleza. Sasa tuangalie sasa sheria yetu hii namba 6 inayosimamia kazi, inayosimamia masuala ya kazi nchini Tanzania. Kama nilivyosema hapo awali kwamba katika sheria hii namba 6 ya mwaka 2004 katika kifungu cha 14 imejaribu kuelezea aina za mikataba. Ikasema kwamba kuna mikataba ya aina 3. Kuna mkataba ambao ni wa muda usiokuwa maalum, yani mkataba wa kudumu, ambao mkataba huu mara nyingi inapatikana sana katika taasisi za serikali ambazo mfanyakazi akishaajiriwa anakuwa na ajira ya kudumu mpaka pale ambapo tutokea vinginevyo. Lakini pia imetambua mikataba ile ya muda mfupi, kwamba mtu unaweza ukafanya kazi labda kwa miezi 3, miezi 4. Hii sana sana imelenga wale watu ambao ni wana taaluma mbalimbali na manager ndio wanaofanya mikataba kama hii. Lakini pia sheria hii imeelezea mikataba ya kazi maalum. Hapa tunamaanisha kwamba kuna kazi maalum, kwa mfano kazi ya ujenzi. Mtu anaweza kaa ni contractor, amepata tenda kujenga kama ni jengo fulani, baadaye anaajiri watu. Wewe ujenzi utakapoisha hapo umechukua miaka 2, basi ndio mwisho wa mkataba. Kwa hiyo sio kumaanisha kwamba umenikatisha mkataba wangu, hapana. Kwa hiyo sheria hii inatambua pia mkataba ya namna hiyo, kwamba kuna mkataba ya kazi maalum. Mfano wake ndio kama huo. Kwa hiyo katika sheria mikataba, japokuwa haijaeleza rasmi kabisa kwamba ni aina zipi za ni mkataba ni nini, lakini imetoa maelezo. Na sasa swali langu lile, mikataba ya mdomo, bwana mimi nakuahidi nifanyie kazi hii hapa hatujaandikishana sala popote pale, kisheria inatambulika? Asante sana. Kisheria mikataba ya mdomo pia ni moja wapo mkataba unaotambulika kisheria, kwamba tuna mkataba wa maandishi na tuna mkataba wa maneno. Kwamba leo anaweza kaja mwajiri akakwambia, bwana kuanzia leo naomba ufanye kazi yako itakuwa kama ni utangazaji. Kwa hiyo kazi yako itakuwa ni utangazaji tu kwa muda wa miaka 2. Kwa hiyo haijalishi kwamba amekupa mkataba. Kwa hiyo kutokukupa mkataba haimaanishi kwamba mkataba wa maandishi haimaanishi kwamba wewe utambuliki kama mwajiriwa. Sasa hii sheria imemlinda vipi asije kanigeuka? Asante sana. Sheria imeweka kwamba unapokuwa umepewa mkataba huo au unapokuwa umepewa mkataba huo wa mdomo, maana yake ni kwamba sheria imeweka kwamba mtu yote ili uonekane kwamba wewe ni mwajiriwa, ni lazima umefanya kazi na huyo mtu sio chini ya miezi 12 au sio chini ya miezi 7. Kwa hiyo imeweka kwamba kuna kipindi cha matazamio ambacho sheria hii ya ajira na mahusiano kazini, sheria namba 6 imeweka viwango kwamba katika kipindi cha matazamio tunategemea kwamba mtu anaweza kupewa kipindi cha matazamio kisichopungua miezi 6. Kwa hiyo miezi 6 ikiisha, mwajiri akaridhika na utendaji wako kazi, sheria inamtaka akupe notice
ya kuajiriwa kwamba umekidhi vigezo, sasa utaajiriwa kuwa na kile kipindi cha miezi 6, wengine miezi 3, haki zote anapata mfanyakazi. Kwa kipindi cha miezi 6 ni kipindi cha matazamio. Kwa hiyo kulingana na sheria inavyomtaka, kwa atapewa stahiki zile ambazo anapaswa kuzipata kama mtu anayefanya kazi kwa wakati, kwa sababu bado hajaajiriwa. Kwa hiyo kama ni stahiki zake, kama alikuwa anawekewa anakatwa pesa zake zinaenda kwa mfano kwenye kodi, kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii, ile kama alivyokubaliana na mwajiri, basi mwajiri anaweza akafanya hivyo kwa mujibu wa sheria. Lakini kwa kipindi cha matazamio, mwajiri bado anaweza kupata kufanya kazi pasipokuwa na mkataba. Akakueleza kwamba fanya kazi kipindi cha matazamio, kupa mkataba ambao bado zile haki zako stahiki hazijaanza kupelekwa sehemu husika, kwa sababu bado ni mtu ambaye hujaajiriwa. Muda wote unaweza kaba hauna sasa uwezo wa kufanya ile kazi, akakuondoa. Lakini sheria inamruhusu na mwajiri kukupa muda wa nyongeza usiopungua miezi au sio zidi miezi 6. Sasa mwanasheria uone kwamba hiyo kama mwajiri anaweza akacheza na sheria tu. Maana hii probation period wengine kama miezi 6, anasema sijaridhika na wewe, hebu nenda nyumbani, anakuachisha mwezi mmoja, hapo anakuita hebu njoo nikupime tena, anakupa tena miezi 6, mwaka mzima. Kwa umemfanyia tu probation, umejikuta umeenda mwaka mzima. Ni kweli kabisa. Na mojawapo ya changamoto ambayo iko kwenye sheria hii ya ajira, sheria namba 6. Ni changamoto kubwa ni ambao waajiri wengi sasa hivi, kama tutakuja kuona hapo mbele, waajiri wengi kulingana kwa mujibu wa utafiti ambao tunafanya sisi kituo cha sheria na haki za binadamu, na wote tuna ripoti ambayo tunaita ni ripoti ya haki za binadamu na biashara. Wote tunafanya tafiti kila mwaka. Utafiti wa mwaka jana, mwaka 2014, tuligundua kwamba makampuni mengi sana yanatumia huu mwanya sasa wa muda wa matazamio wa miezi 6. Kwa hiyo anampa huyu sasa mfanyakazi miezi 6 kwamba yuko kwenye mitazamio. Ikishafika miezi anaendelea kuisha, anamuondoa, na bwana nimeona kwamba hukidhi vigezo. Kwa hiyo kishamuondoa, maana yake ni kwamba anakwepa uwajibikaji wa kufuata hivi viwango vilivyowekwa vya ajira na sheria ya ajira. Kwa hiyo anamuondoa moja kwa moja. Sasa huyu mwajiri ndo anachukua mtu mwingine. Lakini sheria imeweka wazi tena ikasema kwamba kama mwajiri hajaridhika na ile na ile miezi 6, basi sheria inamruhusu kuongezea miezi 6 mingine. Lakini inatakiwa kabla ile miezi 6 ya kwanza kuisha, inatakiwa wamekupa notice kwamba sijaridhika na utendaji wako kwa sababu 1, 2, 3. Kwa hiyo tunakuongeza tena miezi 6 ya ziada, ambao tutakutaka sasa wewe ufanye, tuone kama utafanya maboresho katika mapungufu ambayo tumeona juu yako. Kwa hiyo baada ya mtu akifanya tena ile miezi 6 akamaliza, mwajiri akumpa mkataba, akakaa tu kimya, yule mtu akaendelea kufanya kazi, automatically moja kwa moja yule mtu anahesabika kama mwajiriwa. Haya, mtazamaji, natumai unafuatilia na kuweza kubaini nini hasa sheria za kazi kidogo zina changamoto yake na mambo mengi. Kwa hiyo inabidi kuwa makini sana katika kufuatilia na kujua haki zako wewe mwajiri au mwajiriwa. Tuje tutazame hii sheria ya ajira namba 6 mwaka 2004. Utekelezaji wake na viwango vyake, miongozo yake ikoje? Sheria hii namba 6, tukizingatia ripoti yenu nilikuwa najaribu kuipitia hapa, tukirely katika hii ripoti, naonaje utekelezaji wake umesaidia au bado na kuna sehemu inatakiwa tufanyie maboresho? Ni kweli kwamba katika utekelezaji wa sheria hii ya sheria namba 6 mwaka 2004, japokuwa ina mapungufu kiasi, lakini ina mambo mazuri sana mengi ambayo kama yakifuatwa yanaweza yakampa mwajiriwa na mwajiri nafuu nyingi sana za kimaisha. Lakini tukiangalia sasa kwenye utafiti wetu, tulianza kwa kuangalia masuala ya mikataba, kwamba tunafahamu mojawapo ya viwango vya ajira nchini Tanzania linaanzia kwenye masuala ya mikataba. Kwamba tuligundua wakati tunafanya utafiti huu wa mwaka 2014, tuligundua kwamba makampuni mengi au mashirika mengi yameajiri watu na yakawapa mikataba, ambapo mikataba ile sasa kwenda kwenye viwango sasa ambavyo vinatakiwa. Unakuta mkataba hauelezei majukumu ya huyo mtu, au wengine wanaita job description. Haielezei kwa mfano kutoa ni driver, lakini mkataba ule hauelezi kwamba kazi za driver zitaanzia wapi na zitaishia wapi. Unapo kwamba kazi yako itakuwa ni kuendesha gari kama ni gari la mizigo. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake unakuta yule mtu ambaye anafanya kazi ya kuendesha gari kama ni ya mizigo, au kazi ya kumuendesha bosi au afisa fulani, kuna wakati ambao unakuta yuko wakati wa mapumziko, anapigiwa simu, bwana chukua kama ni mboga fulani peleka, kama peleka kwangu au nyumba ndogo. Kwa anafanya hiyo kazi, kwa kazi ambayo unakuta iko kinyume kabisa, au iko kinyume na taratibu za kazi zile ambazo takiwa afanye, kwa sababu hana katika mkataba wake hakuna majukumu yake hajaelezwa pale pasavyo. Lakini kingine tulichokiona tena katika mkataba hapo mikataba mingi unakuta inaweka vigezo au inaweka masharti ambayo utekelezaji wake unakuwa ni mgumu sana kwa mwajiri, au unakuta mkataba umeandikwa kwa lugha
ya kigeni au lugha ya Kiingereza, lakini mtu anayepewa ni mtu darasa la 7 au ni mtu ambaye maliza form 4, lakini unakuta uwezo wake hata wa kuelewa ile mikataba ya Kiingereza hawezi. Kunakuwa na ni mambo ya kiufundi mengi ambayo kwenye ile mkataba. Kwa hiyo hasomei ule mkataba kama sheria inavyotaka, kwamba mwajiri anapompa mtu mkataba kama ni lugha ya kigeni ambao huyu mtu sio lugha yake, basi sheria inamtaka amsomee huyu mtu mkataba huo na kumfafanulia, ili mwisho wa siku apate nafasi sasa ya kuweza kuiridhia ukatando. Pale nikaja na narudi sasa kwenye kifungu cha 10 cha sheria ya mikataba inayosema kwamba mkataba halali ni ule ambao umeridhiwa au umeingiwa na pande zote mbili kwa maridhiano au hiari. Sasa usipomsomea huyu mtu mkataba na kumueleza, kwa hiyo utajikuta kwa sababu tu ana shida atasaini mkataba lakini haelewi, kwa hiyo ameingia pasipo hiari. Kwa hiyo uhiari unakuwa haupo. Matokeo yake mkataba ule ukifuata taratibu za kisheria unaonekana kwamba ni batili. Na sheria inasemaje kuhusiana na nafasi ya vyama vya wafanyakazi katika usimamizi wa viwango vya ajira nchini? Kuhusiana na vyama vya wafanyakazi, kama nilivyosema hapo awali kwamba sheria hii ya ajira na mahusiano kazini ikisomeka pamoja na sheria taasisi za kazi imeweka wazi kabisa kwamba sehemu yoyote ile ambayo kuna uzalishaji yoyote au kuna kampuni au vyovyote kama kuna waajiriwa, basi mwajiri huyu hapaswi kwa njia moja au nyingine kuzuia vyama vya wafanyakazi kuweza kuweka kuwa na wanachama katika eneo husika. Na sheria hii inaenda mbali kabisa, inasema kwamba sehemu zote ambazo kuna wafanyakazi, basi sheria inataka kwamba mwajiri hakikishe kwamba vyama vya wafanyakazi vinakuwa na tawi ndani ya eneo la kazi. Lakini kwa mujibu wa ripoti ambayo tulifanya au utafiti ambao tulifanya mwaka jana, ukienda katika sehemu nyingi za kazi kwa kweli hakuna matawi ya vyama vya wafanyakazi sehemu husika. Na maana halisi ya kuwepo kwa matawi haya ni pale kwa mfano unapotokea migomo, kumetokea kutokuelewana kwa wafanyakazi na mwajiri. Kwa hiyo vile vyama basi vinatumika kuwakilisha wafanyakazi na kutafuta na kutatua migogoro ambayo inatokea. Sasa unakuta migogoro ya kazi inakuwa ni mingi. Kwa mfano kama sasa hivi ukiangalia hivi majuzi hiki kiwanda cha textiles, nadhani uliona kwamba kuna mgomo ulitokea, wafanyakazi wamegoma na baadaye sasa hivi wamesimamishwa, wakati huo utaratibu mwingine ukiendelea, kwa sababu unakuta kwamba vyama vya wafanyakazi kwamba havina nguvu, vyama vya wafanyakazi kuta havina ofisi pale kuweza kushughulikia migogoro ambayo inaweza katokea au inatokea kutokana na sababu moja au nyingine ambayo imesababishwa na mwajiri au na waajiri wenyewe. Kwa hiyo unakuta kwa Tanzania sehemu nyingi sana ofisi hizi za vyama vya wafanyakazi kwa kweli ni nadra sana kuzikuta. Na sasa tutazame utekelezaji wa hii sheria ukoje, unafuatwa? Maana tunaweza kuwa na sheria nzuri inatekelezwa. Kwa kweli kwenye swala la utekelezaji wa sheria hii ya ajira na mahusiano kazini pamoja na sheria taasisi za kazi, naweza kusema kwamba utekelezaji wake kama tukiipa asilimia tunasema labda ni 30% au 40%. Kwa nini tunasema hivi? Kwa nini kuna kusuasua? Tunachosema kusuasua ni kwa sababu tuna kama inavyojua, kwa mfano ukisoma kwenye sheria ya taasisi za kazi, sheria namba 7 ya mwaka 2004, sheria hii imeweka wazi kabisa kwamba kutakuwa na vyombo vifuatavyo ambavyo kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba utekelezwaji wa sheria hii ya ajira na mahusiano kazini unafuatwa kama ilivyokusudiwa. Ikaweka ikatambua kuwepo kwa kamishna wa kazi, ambao kamishna wa kazi yuko chini ya Wizara ya Kazi. Na huyu kamishna wa kazi ana maafisa mbalimbali ambao wengi wao ni wanasheria. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanafanya au wanatembelea maeneo mbalimbali ambayo yana wafanyakazi au kwenye kutembea mashirika mbalimbali au makampuni mbalimbali ambayo yameajiri watu. Maana kutembelea mashirika yao kila siku ni kuhakikisha kwamba sheria hii ya kazi na sheria ya ajira na mahusiano kazini inatekelezwa ipasavyo. Lakini ukiangalia uhalisia sasa, hiki chombo ambacho kimepewa mamlaka ya kuweza kufuatilia utekelezwaji wa sheria hii kabla ya kuvunjwa kwake, unakuta kwamba wamekuwa wanafuatilia lakini sio kwa kiwango kile ambacho kinatakiwa, au kuna wakati wanafuatilia lakini hawatoi taarifa sahihi ambayo inataka ufuatiliaji au utekelezwaji. Kwa mfano kumchukulia mwajiri hatua, ambapo mwajiri unakuta ameajiri mtu ana takriban watu kabia 50 au 20 au 10, lakini wale watu ukiangalia hawana mikataba na taasisi ambayo imepewa mamlaka ya kufuatilia ipo na natambua hivyo vitu. Kwa mfano mzuri ni madereva. Kwa mfano chukue madereva wa malori ambao ndio wamekuwa na changamoto kubwa sana. Wanafanya kazi ya kuendesha malori kwenda mikoa mbalimbali na hata nje ya nchi, lakini angalia mtu huyo amefanya kazi miaka 10, miaka 5, miaka 10, lakini mtu hana mkataba. Maana yake nini? Napokosa mkataba, maana yake ni hii kwamba kwanza huyu mtu kodi haitalipwa, ile kodi ya serikali haitalipwa kama inavyotakiwa, sababu hana mkataba. Kwa hiyo serikali inapoteza mapato, inapoteza kodi.
moja. Lakini pili, mtu huyu hapati fursa ya kuweza kuwekewa pesa fulani katika mifuko ya hifadhi ya jamii, mchango yake katika mifuko ya hifadhi ya jamii, kwamba atakapoacha kazi, atakapostaafu na kadhalika, basi apate kile cha kuanzia. Hiyo inakuwa haipo. Lakini huyu mtu anapokosa mkataba pia anakosa stahiki zake zingine ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria, kwa mfano masaa ya kazi, aina ya kazi ambazo takiwa afanye, kwa anakuwa haipo. Kwa hiyo anafanya kazi tu kwa sababu tu ya shida tu alionayo, basi anafanya kazi hii. Lakini ukiangalia taasisi ambayo ina mamlaka ya kuweza kushughulikia matatizo yao ipo kabisa, ndio kufanya kazi. Kwa hiyo ni kasa, wakati mwingine tunaweza tukasema ni uwajibikaji tu baadhi ya taasisi zenye mamlaka kusimamia. Yaani kweli kabisa swala la uwajibikaji umekuwa ni mdogo. Lakini katika hilo kabla tuende kwenye uwajibikaji, pia wafanyakazi wenyewe, kuna wafanyakazi wengine ambao wasio wa kweli. Kumbe jukumu hili la kusimamia viwango hivi vya ajira sio kwa taasisi tu za serikali, lakini pia kwa wafanyakazi, kwamba sheria hii inataka mfanyakazi kama ukiona utendaji wake ni vyema ukatoe taarifa sehemu. So kwa mfano mfanyakazi akaenda akatoa taarifa katika taasisi ambazo zinamamia masuala ya ajira, kwa mfano kwa kamishna wa kazi au maafisa wake, wale watu wao wanakwenda sehemu husika pasipo kumtaja yule mfanyakazi na kufanya ukaguzi na kubaini ukweli na hatimaye kuchukua hatua. Lakini wafanyakazi wengine unakuta wenyewe ndio wanakaa tu kimya, hawatoi taarifa, afanye kwa mwisho wa siku unakuta mwajiri anatumia hiyo fursa kuweza kumnyonya mwajiriwa. Na nikicheki ripoti yenu ya mwaka jana ya haki za binadamu na biashara, naona hapa anasema karibu 99% ya mikataba ambayo ilitazamwa haikuonyesha ile job descriptions. Sasa hii inasababishwa na nini? Maana hata waajiri na wenyewe wana vyama vyao vile. Huwezi kumwajiri mtu bila kumwambia bwana, majukumu yako yatakuwa ni A B C. Inakuwaje mpaka ripoti imebaini kwamba 99% ya wafanyakazi waliojiwa walikuwa hawana majukumu ya kazi? Yaani kweli kinachosababisha hapo, kama nilivyosema hapo awali, kwamba kuna wakati utakuta mtu ana mkataba kabisa, lakini mkataba ule haukidhi vigezo au viwango vya ajira kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ni kwamba basi pande mbili hazifahamu mikataba ya ajira inatakiwa iweje? Yaani kwamba upande ambao mara nyingi unakuta ufahamu ni mwajiriwa, lakini mwajiri, kwa sababu sehemu yote ambayo kuna uwezekano labda ni makusudi anafanya hivi ili aweze kumtumia kwa muda mrefu. Ni kweli kabisa, ni makusudi ambayo anafanya na mwajiri, kwa sababu waajiri wengi wana sheria kabisa na wanatengenezea ile mikataba, lakini mara nyingi unakuta wanatumia sasa kukosekana kwa uelewa au elimu ya sheria ile kwa mtu ambaye wanamwajiri kuweza kumnyonya, kutokumpa kumuelekeza ni majukumu yake yatakuwa ni yapi, au job description yake itakuwa ni hipi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa upande wa mwajiri vitu ambavyo vimefanywa makusudi kabisa, lakini kwa upande wa waajiriwa wengi unakuta aidha mtu amesoma fani fulani, ametoka shule, sasa anakwenda kuajiriwa, hawajui kwamba anapoajiriwa anatakiwa ni vitu gani ambavyo vitakuwa viwepo au aweze kupatiwa. Na tunapoelekea kumalizia, nini picha kamili unaopata katika usimamizi wa viwango vya ajira nchini Tanzania? Kwa maoni yako, kwa mtazamo wako kama mwanasheria, nini kifanyike ili hii sekta nzima ya ajira basi kila mmoja anufaike, mwajiri anufaike na mwajiriwa anufaike? Okay, kitu ambacho mimi nadhani kifanyike ni kwamba kwanza kabisa hii sheria ya ajira inatakiwa ifanywe marekebisho, maana toka mwaka 2004 mpaka sasa ni muda mrefu sana, na tunajua kwamba mazingira ya mwaka jana sio yale, mazingira yale sasa hivi yanabadilika. Kwa hiyo swala ambalo takiwa lifanyike sasa hivi ni kwamba sheria hii iweze kufanywa mabadiliko. Kwa mfano, swala kubwa ni swala lila la ajira. Unapopewa ajira afu unapewa muda wa matazamio, ule muda unatakiwa ufanywe marekebisho. Ili kusudi mwajiri asipate sasa mwanya wa kuweza kumnyonya mwajiri kutumia kile kigezo kwamba huyu mtu sijampa mkataba sababu bado yuko chini ya matazamio. Kwa hiyo inatakiwa ifanywe marekebisho. Lakini pia taasisi husika ambazo zimepewa hiyo kazi, hapa nikizungumzia wizara yenyewe husika, wizara ya ajira, lakini vile vile tukizungumzia hizi mahakama au tume ambayo inahusika na migogoro ya kazi, basi iweze kutekeleza wajibu wake. Kwa mfano kama ni mashauri yamepelekwa mbele yake, basi amwe mashauri yale kwa muda unaotakiwa, na sio kuweza kupeleka na pande zote mbili ziweze kuwajibika kuhakikisha kwamba, hapa pande mbili inamaanisha mwajiri na mwajiriwa, wote waweze kuchukua nafasi yao ya kuhakikisha kwamba wanawajibika au wanafanya kazi. Mwajiri afanye kazi kama inavyotakiwa afanye kazi, ili mwajiri aweze kuzalisha, ili mwisho wa siku basi sheria iweze kutekelezeka. Lakini kabla tujaenda mbele zaidi, nitaka nitoe mfano mmoja wa utekelezaji wa sheria hii. Kwa mfano, kuna swala la sheria inatambua swala la kupunguzwa mtu kazi au tunaita retrenchment, kwamba kupunguzwa mtu kazi ni swala ambalo kisheria inafahamika kwamba tunafahamu mkataba unaweza ukapewa, lakini kuna muda ambao mkataba unaisha, kwamba mkataba unaweza kaisha aidha kwa muda ule kuisha, au kwa mwajiriwa kufariki, au kufungwa kwa kampuni, au
kwa kupunguzwa kazi au kumwajiri kukosa pesa za kuendesha kazi zake. Sasa hivi majuzi imetokea changamoto moja kwamba japokuwa sheria inatambua kwamba kuna kupunguzwa watu kazi, kwamba kupunguzwa mtu kazi ni swala la kisheria ambalo linaweza kusababishwa na masuala ya kiuchumi. Sasa hivi majuzi imetokea swala la kampuni ya Kasha, kama wengi wanaifahamu kampuni zamani inaitwa Barrick. Kampuni kazi yake kubwa inadili na masuala ya uchimbaji wa madini. Na kampuni ya Kasha sasa hivi inamiliki migodi 3 ambayo ni North Mara, Kahama ambayo ni Buzwagi, lakini pamoja na Bulyanhulu ambayo iko Kakola. Sasa imetoa maelezo yake majuzi kwamba imefikia kiwango inataka ipunguze wafanyakazi takriban 1000 na kitu. Lakini sheria imeweka wazi kwamba unapopunguza wafanyakazi, yeye aliweka sababu kwamba ni kushuka kwa uchumi, kwamba soko la dhahabu sasa hivi liko chini, kwa hiyo anataka apunguze wafanyakazi takriban 1000 na kitu, nusu ya wafanyakazi wake. Lakini baada ya kutoa tamko hili, sheria inamtaka kwamba mwajiri yote ambaye anapunguza wafanyakazi, ukisoma kifungu cha 36 cha sheria ya ajira, lakini inasomeka pamoja pia na kifungu cha 42 cha sheria ya ajira na mahusiano kazini, pamoja na kanuni zake ambazo ni kanuni ya 23 na kanuni ya 25, inamtaka mwajiri huyu kwanza kabisa atoe notice kwa wafanyakazi kwamba sasa tutawapunguza kwa sababu 1, 2, 3. Na notice imesema ni siku ngapi? Notice ikiwa tolewa mwezi mzima kabla ya kupunguza kazi. Lakini vile vile inatakiwa aweze kufanya majadiliano au consultation na wale watu ambao wanataka kufukuza kazi, akishirikisha vyama vya wafanyakazi. Lakini vile sheria inamtaka mwajiri huyu kabla ya kupunguza watu kazi hakikishe kwamba amezingatia vigezo. Awaeleze wale wafanyakazi vigezo kwamba nitawapunguza kazi, lakini kigezo kitakuwa ni either nitatumia kigezo cha wa kwanza aliyeingia, wa kwanza kuajiriwa atakuwa wa kwanza kutoka, au wa mwisho kuajiriwa ndio atakuwa wa kwanza kutoka, au nitawapunguza kwa kufuata either mtu ambaye ana hali ya chini sana kiuchumi, huyo nitamwacha, au mtu ambaye ana hali ya juu kiuchumi, huyo nitamuondoa. Nitakiwa fuata vigezo hivyo. Lakini kwa taarifa tulizopata ambazo ni za kuaminiwa kupitia chama cha wafanyakazi ambacho kinasimamia wafanyakazi hao kinaitwa NUMET, walijaribu kufanya jitihada za hapa na pale kuhakikisha kwamba wanapata muda mwafaka wa kujadiliana na wamiliki wa migodi hiyo husika, na hapa nikamaanisha Kasha. Lakini kwa bahati mbaya mpaka leo naongea na wewe ni kwamba wafanyakazi wa Bulyanhulu, mgodi wa Bulyanhulu ambao ni mkubwa sana wa Kakola, tayari wameshapunguzwa takriban 700 na kitu, pasipo hata kuweza kuweka majadiliano pamoja na hivi vyama vya wafanyakazi kama sheria inavyotaka. Sasa matokeo yake hiki chama kimeamua kwenda kufungua mashauri mahakamani ili kuweza kupata sasa ufafanuzi na zile haki za wale watu ziweze kupatikana. Lakini North Mara pia wameingia kwenye mchakato wa kupunguza watu kazi hivyo hivyo katika migodi yao yote, ambapo pia wamenyima hawa vyama vya wafanyakazi, wamewanyima fursa ya kuweza kufanya nao majadiliano na kupata mwafaka. Kwa kumalizia tu pale nikasema kwamba imefikia wakati basi Wizara ya Kazi ichukue hatua stahiki ili kunusuru basi haki za watu ambao mpaka sasa hivi ni watu wengi sana wameshapunguza watu 1050 ambao wamepunguza. Mwanzo wanataka wapunguze watu 1300 na kitu, lakini asante sana Bwana Masud George. Basi natumai kwa sababu shauri lenyewe liko mahakamani, basi natumai vyombo vya maamuzi vitasimamia na kutoa maamuzi kwa stahiki kwa kila mmoja aweze kupata haki yake ya msingi. Asante sana Masud. Huyo ni Masud George, wakili kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Tulikuwa tunatazama utekelezaji na usimamizi wa viwango vya ajira hapa nchini Tanzania. Natumai umeweza kusikia mengi, hasa kuhusiana na ile sheria ya ajira namba 6 ya mwaka 2004, nini inaelekeza na nini inatakiwa ifanye kati ya mwajiri na mwajiriwa. Basi mtazamaji, hadi kufikia hapa nasema asante sana kwa kutumia nafasi yako, muda wako kuzungumza, kutusikiliza na kufuatilia majadiliano yetu. Hadi wakati mwingine, kipindi hiki cha Pambanua ambacho kinaratibiwa na kufadhiliwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu hakina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, naitwa David Ramadhani. Asanteni na kwaheri.